kama mngekuwa na nini vipofu, mngefanya nini? Msingekuwa na dhambi. Kuna vyenye Yesu alikuwa anamaanisha, kwa sababu hawa walikuwa wanajiona wao, hawa walikuwa wanadhihaki huyu mtu, walikuwa wanajiona wao ni wazuri, kwa sababu hapo ilikuwa swala la Sabato. Walikuwa wanajiona wao wanatunza Sabato sana, lakini vyenye walikuwa wanatunza Sabato ni kinyume cha vyenye Yesu alikuwa anafundisha. Kwa sababu gani? Wanaokota mawe wampige na mawe, lakini kupigana na mawe siku ya Sabato na kuponya mtu, which is better? Kuponya mtu. Sasa ndio sababu katika hiyo Mathayo 5, sijatoka hapo. Mstari wa ngapi? Ni 3 ama ni 4? Heri maskini wa roho, kwa maana ufalme wa mbingu ni wa nini? Mimi ningeongezea hiyo. Mzuri hapo, ni mzuri hapo, asante kwa nyongeza mzuri hapo. Kwa maana umeongezea mzuri. Kwa nini? Kristo alikuwa anaangalia, anaona kuna watu katika jamii ya Wayahudi walikuwa wanajiona, walikuwa wanajiona watakatifu zaidi. Wanasema kwamba Kristo ndiye mtakatifu, na ndipo tunaambiwa hiyo. Tunaangalia, ukiangalia katika Mathayo ni hiyo, tutarudi hapo Mathayo 33, ndio tunaona wanaambiwa kwamba wao wanabebesha watu mizigo mizito, ili hali wao hawafanyi nini? Hawawezi wakaguza hata na kidole. Ndio maana tunaambiwa sasa, heri wenye maana wao wako tayari kutumika. Unajua mwenye maskini ako tayari kufanya nini? Lakini mwenye yaani mwenye anajiona amejitosheleza hapo tayari kufanya nini? Wanaambiwa heri, maana watafanya nini? Wataurithi ufalme. Endelea kwa hiyo Mathayo tulikuwa tu. Mstari wa 4. Heri wenye huzuni, maana hao watafarijika. Tunaambiwa ni heri wenye huzuni, maana hao watafanya nini? Watafarijika. Tukiangalia ni kweli kabisa. Hata wakati kuko na sherehe ama wakati tuko na msiba, ni wakati mzuri gani kupeleka ujumbe? Ni wakati unapanga gani mzuri kupeleka ujumbe? Tukiangalia kwa hizi hizo mbili, wakati kuna msiba na wakati kuna sherehe, ni wakati mzuri gani wa kupeleka ujumbe? Na ni wakati gani watu wanaweza sikia ujumbe? Tuseme sasa, sitatumia kipaza sauti sana. Unaenda pale kama ni hapo kwa ambao unakuta watu wanalewa na wanasherekea, unaweza waambia mambo ya Kristo wasikie. Lakini ukienda mahali watu wana maombolezo, unaweza wapelekea ujumbe na wafanya nini? Ndio tunaambiwa hao watafanya nini? Watafarijika. Yaani Kristo anapeana ahadi ambazo ni za silizo kuu kwa ambao watakuwa tayari kutumika. Tunaambiwa ambao watakuwa tayari kutumika na ambao watakuwa tayari kusikia nini? Sauti ya Mungu. Tuendelee. Heri wenye upole, maana hao watairithi nchi. Tunaambiwa heri wenye upole, maana watafanya nini? Watairithi nchi. Wenye upole ni watu wa namna gani? Mtu mwenye upole, ukisema huyu mtu mwenye upole, ukiane mifano ya mtu mwenye upole anakonga namna gani? Mwindi. Mtulivu. Hiyo ni Mwindi amesema mtulivu. Mwingine mtu mpole, hata ukimkanyanga ako tayari kufanya nini? Kukusamehe. Lakini wewe ni Mkristo, tuseme, na unajiita umeitwa katika wito, lakini mwenzako akikufanyia jambo kidogo, unakuwa wewe tayari hata kumsamehe. Ni kwa nini Kristo anafundisha kwa mifano? Anatufundisha ili tujue kuna njia ambazo sisi zitatuelekeza katika nini? Uzima. Lakini tukikataa kufuata hizo njia, sisi tufanya nini? Kupotea. Ukiona mtu ambaye ukimtendea jambo kidogo hivyo, hayuko tayari hata kuomba msamaha. Hata wewe ukifanywa jambo fulani, hata mwenzako akikuomba msamaha huko tayari. Kwa maana kuna ile roho ambayo iko ndani, yani
Sasa ndipo tunaambiwa heri mwenye upole, maana watarithi nini? Nchi. Nchi itarithiwa na watu ambao wako tayari kunyenyekea, na ambao wako tayari kama wakifanywa jambo ambalo hata kama jambo mtu amekufanyia jambo lipi, uko tayari fanya nini? Kumsamehe. Kwa maana nini? Hata Yesu Kristo mwenyewe alisema mtu akikupia pande mpe hata pande nyingine, afanya nini? Akikunyang'anya koti mfanya nini? Akunyang'anya shati mfanya nini? Sasa sisi ambao tumeitwa tuwe tayari kuwa wapole, tuwe tayari kunyenyekea kwa kila hali, ili Kristo aweze kufanya nini? Ili tuweze kuwa wanafunzi ambao tumeitwa ili tukapeleke nini? Ujumbe. Kwa maana Mungu mpole ndiye atakuwa tayari kusikia sauti ya Mungu, na ndiye tayari atakuwa tayari kupeleka nini? Sauti ya Mungu. Hebu tuendelee. Heri wenye njaa na kiu ya haki. Tunaambiwa ni heri mwenye njaa na kiu ya kufanya nini? Haki. Kwa nini? Maana hao watashibishwa. Maana watashibishwa. Wale wako na haki ya kutenda yaliyo mema machoni pa Bwana. Tayari Mungu atakuwa tayari kufanya nini? Kuwasibisha. Hebu nisomee katika Zaburi 32 mstari wa 6. Tutarudi hapo tena. Anasema, kwa hiyo kila mtu mtaua akuombe wakati unapopatikana. Hakika maji makuu yafurikapo hayatamfikia yeye. Hata tunaambiwa wakati wote, hata kama atakuwa mtu mtaua ambaye atakuwa anatii sauti ya Mungu, hata akikumbana na changamoto gani, Mungu akiongea, yani akipeleka hoja yake kwa Mungu, Mungu atakuwa tayari kufanya nini? Ndio tunaambiwa, ndio maana tunaambiwa katika Mathayo kwa hiyo Mathayo hiyo ilikuwa Mathayo 6:5 mstari wa 6. Maana tunaambia wenye njaa na kiu ya kufanya nini? Haki. Maana watafanya nini? Kila haja, yaani kila mambo ambayo wewe utakuwa ukiomba, Mungu atakuwa tayari kujibu. Kwa maana tayari kusikia sauti yake na tayari kufanya ambayo anayofanya nini? Inayompendeza Mungu. Tuendelee katika Mathayo 5 hiyo. Heri wenye rehema, maana hao watapata rehema. Tunaambiwa heri wenye rehema, maana watafanya nini? Watapata rehema. Mtu mwenye rehema ni mtu wa namna gani? Najua hii ni Bible study. Najua kuna swali na nyongeza sijafungia. Sasa mimi ukitaka kuuliza mimi nitauliza, si ndio? Mtu mwenye rehema ni mtu wa namna gani? Mtu mwenye rehema ni mtu ambaye anahudumia maskini, anasaidia wagonjwa, na anatembelea wajane. Huyu tunaambiwa mtu mwenye rehema ni ambaye anafanya nini? Anajali maskini, anatembelea wagonjwa, anaojali ndio na mahitaji. Tuseme kwa sababu sisi tumeitwa na mwito huo tumeitwa nao. Na tukiangalia katika huduma ya Yesu, ile huduma yake kuu ilikuwa gani? Kazi ya Yesu kuu ilikuwa nini? Uponyaji. Na watu wengi walimwamini kupitia nini? Na kama sisi tumeitwa na tumekuwa wanafunzi wake, si tunapaswa tuiige tabia yake. Na kuiga tabia yake ni kufanya yale Kristo alikuwa anafanya. Ni kwa nini tunaambiwa hivyo? Unajua mafundisho yanakuja kwa maana kuna wale wanasema wanamjua Mungu, lakini kweli imo ndani ya, unakuta mtu wamepakana karibu na maskini, ako na shamba, lakini sababu maskini ako hapo anaendelea tu kutafuta vile watafanya nini, hapo kasamba kama maskini afanya nini, akanyakue. Au hiyo ni nini? Au watu kama hao ndio wanaambiwa wasirithi nchi. Kwa nini? Rehema haimo ndani ya. Unakuta mtu, unaona hiyo mtu anaenda kulala njaa. Na kuna kilo kama 5 ya mahindi, kuna kilo kama ngapi ya maharagwe, unakuta mtu analala njaa na unaweka chakula kwa nini? Unaweka chakula kwa nyumba. Mungu hawezi tukuzwa kabisa. Hata ukienda uombe, hata uende upande kwenye milima ama unjijime chakula siku ngapi, Mungu hawezi sikia maombi kama nini? Ni heri uwe mtu ambaye anajali wenye mahitaji.
Ukikuta kuna mahali mwenzako anahitaji, unapaswa kuchukua hatua ya kufanya nini? Ya kumsaidia. Huo ndio wito Kristo alikuwa anatufundisha ili tuweze kupokea mibaraka. Si tuwe ndio watu ambao wako mstari ya kwanza kunyang'anya wale hawana uwezo, kuwadhulumu. Hiyo sio wito ambao Kristo ametuitia. Hebu tuendelee. Iko na jambo pale. Katika pale juu ya hiyo wenye elema. Unaona ni watu ambao kuna watu wengine hawakubaliani na ukweli. Ni kweli. Sababu anajua hii jambo nikisema ukweli kitaniangukia, hataki kukubaliana na ukweli. Kwa hivyo hata afadhali kile kitokee, bora afunike na nia angekuwa nini? Suluhisho. Kwa hivyo hata huyo hako tayari kukubaliana na ukweli hata wa kiroho. Hata tuseme jambo lingine ni mtu ambaye tuseme mfano. Hata mama wako hapa. Vizuri tunaelezana na wao. Mara nyingine mfano ninapeana na nisichukuliwe vice versa. Mara nyingine tuseme example tulisema hii mambo tumemaliza. Tuseme kama hii ni kiti tulisema hii kiti isiwe pale. Lakini unaona mtu tayari hiyo kitu mkikaa kwa muda anakukumbusha jambo gani? Na hiyo mambo mlimaliza. Kwa hiyo ni mtu ambaye hako tayari kusamehe hata nini? Hata hiyo mambo hii tulifanya, si tulimaliza hii kesi. Hako tayari kufanya nini? Kulipitia hiyo. Yaani ndani yake wewe hata ulinifanya lakini tu. Kwa hivyo ndani yake kuko na nini? Na hiyo kakitu. Asante wanaongeza mzuri mzee. Na watu walio na neema karibu. Asante. Ni swali. Tunapozungumzia huruma ama rehema. Ni mtu gani anafaa kuhurumiwa? Swali tunaulizwa. Kwa mfano, kwa mfano, mlevi ambaye ametumia pesa yake kwenda kunywa pombe, ukampata kwa mtaro na ni pombe alikunywa, unaweza msaidia vipi ndivyo kuwa mhurumia? Asante, swali nzuri kwa darasa. Hilo ni swali limeulizwa kwa darasa. Mlevi ameenda amekunywa pombe na akalala kwa nini? Ukamkuta amelala kwa mtaro. Unaweza msaidiaje uonekane kuna rehema? Ama ni sivyo ameuliza? Unajua mara nyingine wacha niseme kitu kimoja. Sisi tunakanga town. Wacha tuseme wale wanakanga vijijini town. Mara nyingine unakuta mlevi amekunywa na amekaa kwa barabara. Na watu wengine hapo karibu pekine anaweza kuwa na gari. Huo ni mfano wewe ukiwa hata kama Mkristo hata kama watu wanampita. Unastahili kufanya juhudi na hata kama utajaribu hata utapata mtu mwingine umvuruta atoka kwa barabara isa utamwacha tu amekuwa amelala pale na pombe zake, lakini utamvuruta kwa sababu maisha yake iko kwa hatari, kwa sababu anaweza kuwa na nini. Jambo lingine ile step hiyo nyingine ya kumuombea, kama ni mtu unaweza tafuta nafasi ushauri juu ya makosa ya nini ya kunywa pombe. Kwa hivyo na ile huruma hii tunaombea, tunaona hata sisi wenyewe vile Yesu alivyotuhurumia kafao ni Mungu msalaba ni kwa ajili yetu. Asante mzee. Karibu. Ingine ambayo ningetaka kuongeza ni hivi. Kristo mwenyewe anasamea walio waovu mara 30 kushinda mlevi. Mlevi ni mwana wa Mungu na anaweza kutubu ya mambo yake kesho na awe mwema kushinda hata wewe umempita hapo. Sasa mlevi anafaa kusaidiwa pia. Saidi hata pengine kwa yule anajua maana yeye ni kupotea amepotea aonyeshe Mungu. Asante. Mwenye aliuliza swali unasikia aje? Napata sana. Kuna mwingine kwa jambo la kuongezea kwa hiyo swali limeulizwa. Na ni kweli unajua ukikuta mlevi amelala katikati ya barabara si haki muache. Kama unamjua Mungu muache hapo, sababu unajua hatima ya mambo ambayo yanaweza tokea hapo. Huyo mlevi akikufa na pia wewe utakuwa mmoja na wakubeba nini hatia na ulimuona. Sasa hapo rehema ni kumchukua na kumweka kando na ya barabara. Hiyo ndio msaada ya kwanza ungeweza kumsaidia. Kuna mwingine sasa, kama hakuna mwenye ako na lingine tutaendelea. Mstari wa 8. Heri wenye moyo safi,
maana hao watamwona Mungu. Tunaambiwa mwenye moyo safi, maana watamuona nani? Watu wenye moyo safi ni watu wa namna gani? Unajua tunaweza kuwa tunasema moyo safi na tu hatujui ni nini inamaanisha mtu kuwa na moyo safi. Maana ya moyo safi ni nini? Ni kama watu wenye roho ya Mungu na kuwa wanapenda wengine kama vile wanapenda kuwa na care about others. Okay. Tunaambiwa ngati kitu ametuambia ni watu wanakia more about others. Mwingine? Asante. Mnamo mwaka wa 2002 mimi ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza kuingia kanisa ya Sabato pale Koje. Ilikuwa mrefu sana, nilikuta huyu mzee. Hao watu hawakushughulika na mimi na walinikaribisha na wakaendelea mpaka masaa ya lunch ikafika. Nilikuwa nataka kwenda, maana nasikia tu kakiu ili ya kwenda kuweka kengine. Huyu na mzee mwingine yule alifariki nani? Wakanikimbiza, wakanishika pale kwa mlango. Pia bana rudi. Sisi tuna chakula hapa. Pia hata chakula utakuja. Yale nilikuwa na njaa hiyo imeshakuja maana mrevi. Kitu ile nimeandama sana ni njaa. Na njaa na nataka kwenda kukunywa hiyo pombe nyingine, wakanirudisha nikarudi. Unajua kabla saa 10 ifike nilikuwa tayari nimeshaelewa sasa niko kanisani na kuanzia saa hii sitoki tena. Hao watu walikuwa na roho hiyo moyo safi kabisa. Sasa hiyo ni swali na pia nini pia. Moyo safi uko hapo ama ni vipi? Moyo safi iko. Hiyo ni moyo safi, si ndio? Yaani wewe unaangalia mwenzako yaani unamhurumia, si kumwangalia unamuona yule ni mdhambi. Unaona kama yule mtu hawezi fanya nini? Hawezi badilika na hawezi samehewa. Na tunaambiwa hata kanisani hapo tunapokuja hapa kanisani ni mfano wa hospitali. Usione mtu yeyote amekuja kanisani hapa uanze kumhukumu useme huyu hapaswi kwani kuja kanisani. Ukiwa mtu wa namna hiyo, wewe sikuwa na moyo nini? Kwa maana wewe ni unajipenda, unajiangalia wewe mwenyewe, unajiona wewe ndio unafaa kuliko nini? Wengine. Na tunapaswa tu kama sisi ambao tumeitwa tuonyeshe tuwe na nini? Na tabia hiyo. Na hiyo tabia ndio itafanya wengi pia wafanya nini? Wavutwe katika nini? Katika upendo. Kwa maana kuna mahali wengine mlevi ataenda akemewe. Huyo mlevi unafikiria ataingia kanisani tena? Ama tuseme mtu amekuja kanisani na mnajuanga anafanya hivi na hivi. Mwanze kuongea stori zake mpaka simfikie. Unafikiria huyo mtu atarudi kukanyanga kanisa tena? Huyo mtu ni kufanya nini? Ni kumpoteza. Umefanya nini? Umepoteza kabisa. Sisi tunaambia sasa ni hadi wenye moyo safi, maana watamfanya nini? Watamuona Mungu. Nikiongeza katika hiyo, mara nyingine hii ni kanisa. Mtu anaweza kuja pengine sio mshiriki wa hii, amekuja kama mfano kama mama, amevaa mini skirt. Ama juzi tulikuwa na mtu mwingine aliletwa hata na ndugu yetu hapa, ni mrefu anasukumaga jagera na kunywa pombe. Akija hapa vile unaona ana behave na alikubali kukuja hapa, unaanza kumkemea. Kama tuseme example ya mtu umeona mini skirt. Wao tuseme ni mzee wa kanisa umegaliwa ama Bible study yake. Hata kama Bible study utangeusa inakuwa ni ya mtu gani? Ya mtu. Sasa hiyo sio moyo safi. Unastahili kumleta karibu naye. Unajua mahali tumetoka hapa. Mfano, tumetoka kanisa huko Saije. Mahali kwingine ukiingia na mimi sikati wewe unaonekana ama ukiwa umekavaa kofia kama mimi utaonekana wewe hata una Yesu. Malaika hata hawezi akatembelea mtu wako na kofia. Sina kanisa zingine zinavunjika namna hiyo. Kwa hivyo mwenye safi kama Yesu gili alivyoingia kwa Zakayo. Si Zakayo alikuwa tax collector. Si aliingia kwake tu. Kwa hiyo vile anajionyesha katika moyo safi ni kuwakaribisha bila kuhukumu wengine. Wengine ni mfano. Mtu amebackslide. Usiwe kila wakati kumkemea. Ukiona anafanya urafiki. Mwe mashauri ya Mungu. Na Mungu sio ati kumkemea kwa sababu aliwacha kanisa.
Asante. Unajua sasa ukiwa mkabili unamtupa kabisa, unampoteza. Karibu ndugu. Nataka kuongeza kidogo ambapo ameguzia mambo ya kuwahukumu wengine na vile Yesu anawaona hao ambao wakati mwingine sisi waona kama wao ni waovu wabaya. Katika Mathayo 21 mstari wa 31. Hapo ni ambapo Yesu alipeana mfano kuhusu vijana wawili waliotumwa na baba yao. Somea mstari wa 31. Inasema, je, katika hao wawili ni yupi aliyefanya mapenzi ya babaye? Wakamwambia, ni yule wa pili. Basi Yesu akamwambia, amin nawaambia, watoza ushuru na makahaba wanatangulia mbele yenu na kuingia katika ufalme wa Mungu. Wale watu watoza ushuru na makahaba ni baadhi ya wale wamedharauliwa sana katika jamii. Wale watu wanaonekana kuwa na hadhi kidogo, lakini Yesu anapoangalia, kama bibi yetu aliuliza kuhusu mlevi tunapopatana na yeye, wakati mwingine wewe unakaa nadhifu, umeoga vizuri, unatoka kanisani, hutaki hata kumguza kidogo, lakini utapata mlevi mwenzake hana hata uwezo, lakini wanaanguka pamoja, anang'ang'ana amwinue. Mlevi hawezi kumwacha mlevi mwenzake, anang'ang'ana kwenda na yeye. Wewe unaona ni waovu, lakini kwa kuwa na moyo safi, wakati mwingine wanatuzidi hata sisi kama Wakristo na Wasabato. Na ndipo ndio maana tunafundishwa, tunaambiwa, yaani unajua mtu akijiona akiwa safi sana, unajua tunaambiwa ukijiona ukiwa msafi sana, unajua ndio umeenda mbali zaidi na nani? Na Mungu. Lakini sasa kila wakati utakuwa unajitambua ni mwenye dhambi, kila wakati ndio uhusiano wako na Mungu karibu sahihi. Kwa maana utakuwa uko tayari kutubu. Na ndipo unaonanga mtu anaweza kuja vile tunaambiwa wanyang'anyi, wale watu wote katika jamii wale tunaona hawafai. Akiamua kubadilika, anabadilika kwa maana anajua kuna mahali Mungu amefanya nini? Amemtoa. Kuna wacha ni jambo pale tu ya hukumu. Mara nyingine hata tuseme mfano, hata katika environment pengine ya Wasabato na watu wa pili, wewe unajiona wewe ni peculiar sana. Wewe unaona mimi kulingana na vile ninajua, kuna watu hata tunaenda namna hiyo. Ukienda tu kuna mambo mengi wao wanajua na sisi hatujui. Kama mimi hiyo kitu nilisikiza juzi usiku nikasikia wakasema hiyo, na hata hiyo kitu ina watu wa redio akasema kama vile nilivyosema asubuhi, unaweza kuwa uliamini kanisa 1960 ama wengine wanasema sisi tulianza hii kanisa ya Sabato Amerika Kibuo, sisi tulianza Wasida, sisi tulianza hiyo ingine, hata na wale wengine wanajivunia namna hiyo. Lakini kama unakuanza product yako wakati huo uko namna gani? Sasa ulianzisha na ikawa namna hiyo na ikaendelea, lakini wewe tangu anze masawa wewe uko namna gani? Unaona pengine hata wewe uliacha kitabu unapeana, lakini wewe mambo ufanye nini? Uliacha kitabu. Kwa hivyo hauna haja kumhukumu wale wengine. Kama tuseme kienda kama pale stage, unaona una makanga anaambianga wanapiga mradi nini? Wanaitanga wanapiga set, si ndio? Watu wanaingia gari, si ndio? Mtu akiingia kwa gari anatoka. Wanaendelea kuweka tu, mtu anaingia kwa gari anatoka. Anaweka tu, dakika ya mwisho anataka kuona ni kwa nini hao watu tunaona mtu anaingia kwa gari, akiingia anafanya nini? Anatoka. Akiingia kwa gari anatoka. Sasa kwa hiyo harakati akasema acha mimi niende niangalie nione ni kwa nini. Sawa, nimeng'ang'ana tu kuweka watu kwa gari, naona mwenye anaingia anaenda anakaa anafanya nini? Anatoka. Kwa nini? Akaingia ndani. Ni mfano wa hadithi. Kuingia kwa gari akakuta mzee ako na nini? Tunaziita nini? Mamira. Sasa mzee, sasa watu wakiingia wakimkuta, watu wanafanya nini? Wanatuka. Wakimkuta wanafanya nini? Pamoja na hayo ndipo alienda kuuliza mzee, unajua wewe ndio unafanya hii mambo yote nifanye nini? Ifanyike. Sasa hiyo ilikuwa mfano wa hadithi, si ndio? Sasa ndivyo
kama sisi Waadventista wa Sabato, si ndio? Tuliamini. Na tulipoamini tuliitwa wito na tukaitwa tuende tukafanya nini? Tukahubiri. Lakini badala sisi tuhubiri, tunafanya wengine wanafanya nini? Wanapotea kabisa. Akikuja kanisani anasema hiyo kanisa siwezi kanyanga tena. Hiyo kanisa inaenda na mtu fulani hivi na hivi, siwezi fanya nini? Siwezi kanyanga tena. Kwa nini? Kuna mambo bando anaangalia, mjafanya nini? Mjakamiliza. Unafanya watu wengine wapotee katika nini? Imani. Ndio maana tunaambiwa tunapoitwa tunapaswa tufuate nini? Hatua za nani? Za Yesu. Kwa maana tukikubali kufuata hatua za Yesu, tutavuta wengi katika nini? Katika sisi. Tuendelee katika mstari wa 9. Heri wapatanishi. Tunaambia ni wapatanishi, maana hao wataitwa wana wa Mungu. Heri wapatanishi, maana wataitwa wana nani? Wale watu wako tayari wakikuta mahali ambapo kuna walibika jambo, wako tayari kufanya nini? Hiyo ndio wito ambao kama sisi tumeitwa, ndio wito wetu tumepewa tufanye. Ukipata mahali ambapo unatakikana suluhu ipatikane, uwe tayari kutafuta suluhu. Si wewe mtu tayari sasa wewe kufanya wao watu wagombane kabisa. Wewe utakuwa mwana wa Mungu, kwa maana huo wito ambao umeitwa ukafanya nini? Umekataa. Na tunaitwa sasa tutende yale midhili ya Kristo bila alivyotenda. Tukifanya hivyo tutafanya wengi wakuje katika nini? Na tunadivyo Kristo anatuambia, anatupea mfano na chumvi ya nini? Ya ulimwengu. Na tunaambiwa chumvi ya ulimwengu ikikosa ladha inafanyanga nini? Inatupwa. Sasa imagine wewe ni Mwadventista wa Sabato, si ndio? Umekaa kanisani miaka mingi. Ladha yako ni wapi? Na lazima ladha yako ionekane. Kwa nini? Ivute watu wengi katika nini? Ufalme. Si kuwa wewe sasa kwa sababu wewe ni Mwadventista wa Sabato, wewe unafanya watu hata wapate katika kanisa na nani? Mwinjioji mwenyewe unajiangalie ni hatua zipi ambazo inafanya Mungu asifanye nini? Asitukuzwe. Endelea. Heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki. Tunaambiwa heri wenye kuudhiwa kwa ajili ya haki, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Heri wako tayari kuudhiwa sababu ya haki, maana ufalme wa mbinguni umefanyishwa na nini? Ni wao. Wale wako tayari kutenda jambo kwa sababu ya kuhakikisha Mungu anatukuzwa na Mungu anaonekana mahali alipo. Huyo atafanya nini? Ataona ufalme wa mbinguni. Si yule mtu ambaye najua kuna mtu wako tayari kuhudhuriwa sababu ya kueneza Injili. Sababu tunaona hata mitume walikuwa tayari kukufa kwa sababu ya nani? Yes, tunaona kuna wengine walipiwa na mawe, kuna wengine waliuliwa na misumeno sababu ya nini? Injili. Na wao wakati ufufuo watafufuliwa, Yesu atakapokuwa akifanya nini? Sasa tuwe tayari kuhudhuriwa sababu ya kufanya nini? Haki. Usio watu wa kufanya haki ipotee. Endelea. Unaona mkono hapo? Nimesema juu ya peacemaker, wale wapatanishi. Hauwezi ukaweka amani kama wewe una nini? Amani. Kwa hiyo ni lazima ukubali mwenye amani ambao ni Yesu anatupea peacemaker. Ndipo ufanye nini? Uwe na amani watu wale wengi. Kama ndani yako haujakubali, yule anapanda mbegu ya anaplant mbegu ya imani. Hata wewe utafanya nini? Jambo lingine katika hii juu ya kuudhiwa. Biblia katika kitabu ambao tunasoma sana, kitabu cha Warumi 12 inasema msipende dunia na msifananishe na dunia. Unajua watu wengi wanapenda nini? Dunia. Kwa hivyo wakati katika pale utahudhiwa. Kwa sababu tabia zako asiendeshani na nini? Unajua kijana akikataa kuendeshana na wale wengine wanasaga ama ile wanakunywa kitu kidogo ama kwenda kutembea kwa wasichana, si wanaendaga kufanya vile. Wewe utaonekana nini? Wewe utaonekana wewe ukiwa wako hii haiko sawa. Hata get together, kwa nyingine kuna kuaga get together sababu Biblia hata ceremony. Unajikuta wewe unaenda sabato. Sasa mama yako unaanza kuletea mambo mengi vile wazazi unastahili kutii. Unajikuta wewe mwenyewe nini? Utahudhuriwa. Uwe tayari kufanya hilo. Yesu alisema sikulete amani, nililete nini? Upanga. Na katika upanga jambo la kwanza mtu kupenda inasema ni nani alikuja kuta kanisa? Wa kwanza ni nani? Baba na mama na mtoto. Na hakuna mtu hapa ukitaka mtu atamvurugane rahisi. Sasa na msasi wako. Si ndio hiyo? Pamoja hata na hiyo mke wako ama familia ama watoto.
ukitaka mtu kuvurugane rahisi, hata akombe afanye nini ni mzazi wako. Lakini Yesu anasema kwa sababu sasa na yule mtu wa kuudhi, hata wale waliudhi wa kwanza ni akina ni wazazi wake. Walikuwa watu wakisema huyu ni mwendeo simu, hata walisema aka kama kaa chubu muda mrefu bila kukula. Kwa hiyo katika duniani tuwe tayari nini, tutaudhiwa, si ndio? Lakini sisi hatujaambiwa ati kwa sababu tutukane wale wengine, hiyo mlango haiko. Lakini sisi tuko tayari kutukanwa na kufanywa ndivyo mfano. Lakini sisi hatutapewa nafasi ya kurudi. Ati mtu akikuita huko naye unatafuta kitu kingine ama mnyama mwingine ndogo ama kitu kingine unamuita. Hapana. Asante mzee kwa nyongeza. Sasa hii. Sasa jamaa nyongeza. Wajiza. Nilikuwa nauliza. Kuna wale watu ambao ukitembea na wao utakuwa tu kama wao. So nilikuwa kwa vile unajua kuna mtu utatembea na yeye lakini wewe utaifuata vile anafanya. So kwa nini huwezi ukafanya vile anafanya? Sorry. Kanisa umeelewa swali? Rudia tena. Naona kuna watu ambao utakuwa unatembea na wao. Then ukute akipitia hapa sigara, akipitia hapa bangi, akipitia hapa kitu yote yanakutana ambao wewe iwezi ikaeleshana na wewe. So mbona wewe wakati wanafanya hayo wewe hauna hata kufikiria kufanya mambo kama ile wanafanya? I think kila mtu ameelewa swali Wacha hata tuweke mzuri. Yeye mwenyewe ni wacha tuweke tumweke wewe mzuri. Yeye anasoma shule. Si ndio? Si anasoma shule. Kwa nini watu wengine si yeye kwanza ni wa secondary. Watoto wengine wanaenda kuvutia bangi kwa choo. Si wanafanya namna hiyo wanavuta mbona yeye akuji kama wale wengine? Kwa sababu ndani yake kuliko na nuru sio kama wale wengine. Kwa hiyo ukiwa kwao ni kisa. Because wengine mkienda hata wengine wakianza kuvuta si wanavuta. Unafikiri tunajui? Tunajua hata sisi tulipitia pale. Wanaendaga kunywa kwa sai hata wengine wako na kiu sana. Ikifika masaa mengine wakipewa break wanaenda kutaka haraka, alafu anakula dimu. Hata anabebanga dimu unaweza kusema pilipili anataka matunda sana. Lakini ndiposa pia arudi fanye nini? Ipotee ama hawezi hata wao wanajua anafanyaga namna hiyo. Anabeba dimu unaona sasa kama anapenda hiyo dimu sana ama machungwa. Lakini ndiposa hata akienda darasa hatafanya nini? Hakutasikia harufu ya sigara, utasikia harufu ya dimu. Kwa hiyo si kile kiko kwa sababu wao wako gizani, wewe uko kwa nuru. Na mbona sasa ukule kitu ambaye umejificha? You see, kila kitu yenye unafanya unafaa hiyo kitu inaonekana kama wewe haufanyi makosa. Point of order. Asijulikane kama amekula, anakula dimu, anakula kile kitu kingine. Tunaona huyo mtu anaenda amejificha. Kwa hivyo ni kusema huyu mtu ile kitendo alikuwa anafanya sio kitendo ya kupendeza. Sio mzuri. Sio kizuri. Sio wewe ndugu kitu unajificha inafanyanga hata mtu atoke wazimu. Kwa sababu unaweza hata mtu anatembea unauliza huyu mtu ako namna gani? Sababu kupeleka rehabilitation hawajui atakupeleka rehabilitation ama watakupeleka hospitali sababu hawajui ugonjwa wako ni gani. Ugonjwa wako ni gani? Sasa hata hizo vitu si vizuri kukula kitu na kula na jifi. Ana example kula lisabu kuna kijana alikuja alikuwa anavuta bangi. Akaambia hivyo mbele sasa anasema maybe wanaweza kuwa na marafiki wanatembea na wao. Akaambia kijana mwingine, si leo ujaribu hii kitu. Ule kijana naye hajawahi vuta bangi, sigara ama nini. Akajaribu mosi moja tu. Akatoa hiyo nini? Akatoa hiyo mosi. Kutoa mosi moja hivi tu. Huyo kijana mpaka uliwasaini kitoka huko Lisabu Maua. Nilimwacha akiwa wazimu, alitoka na wazimu mara ile hiyo. Unaona so hizo vitu sio kitu inapendeza. Kama unajua hiyo kitu ikupendezi, usifanye hiyo tabia. Nimeona mikono mingi sana sijui nitaanzia pande gani. Sasa nitasema hivi kwa kujibu swali lako. Unapokuwa na rafiki ambaye anatumia mihadarati hali wewe utumie na rafiki yako, there's a free will. Wewe umechagua ndani ya moyo wako, hata kama nina wewe rafiki yangu anavuta bangi. Mimi kwa moyo wangu sitavuta. So in everything you do, lazima uwe umefanya uamuzi wewe mwenyewe.
unajishauri mwenyewe, unasema sitafanya. Asante. I think sasa nitataja Janet naye, alafu sasa ili nikuje nimuulize ama ameridhika hata na mimi naona kuna mkono. Janet, karibu. Kitu cha kwanza Mathayo 6 mstari wa 13 unasema hivi, na usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Wakati kuna kansula mmoja nilisikiza akifunza, na alikuwa anafunza juu ya ulevi. Huyo kansula alisema hivi, unaweza kupata familia iko na watoto wangapi, iko na, wacha tuseme for example iko na watoto 4. Maybe mzazi mmoja ni mlevi, lakini upate hii familia kuna watoto watachagua ulevi. Hiyo ni automatic. Kunao watachagua ulevi, na kunao wataona vyenye ulevi umepeleka hiyo familia wachukie ulevi milele. Hiyo ni categories ngapi? Categories 2. Another thing, wakati hawa sasa vijana hata wa secondary na hata wa primary, wakati wanafunzwa mambo ya drug abuse, wanaambiwa yale mambo yanasababisha watu waingie kwa drug abuse, na moja ni peer pressure. Na hii Biblia imetuambia ya kwamba usitutie, sasa ni Mungu tunaomba, usitutie majaribuni, bali utuokoe na yule mwovu. Vijana wacheni niwaambie, kama unataka kuishi vizuri, ukijua mtu ni mlevi, jaribu kumsaidia, lakini njia zake uepuke kabisa. Kwa nini? Acha niwaulize, tuje watu wawili, mmoja asimame juu ya hicho kiti, mwingine asimame chini. Ni gani ako rahisi kuvuta mwingine? Mmoja ako juu ya kiti, mwingine ako chini. Ni gani ako rahisi kuvuta mwingine? Yule ako chini ndiye ako rahisi kuvuta huyo ako wapi? Ako juu. Kwa hivyo wakati unatembea na marafiki, be very careful. Kama unaweza kupata, na ukiona kwa sababu mko mbili kamoja, unajaribu kumsaidia, unamwambia hiki kitu ni kimbaya. Ukiona huwezi kufanya nini? Huwezi kumsaidia wewe mwenyewe, jaribu kuinvolve mtu ambaye ni nini? Ako juu, maybe kama wewe ni upande wa kiroho, ako juu kiroho kuliko wewe. Ama mtu kama ni mtu mzee kuliko nani? Kuliko wewe kiumri. Kwa hivyo wakati unatembea, wakati hata mambo yoyote, jaribu sana utembee kulingana na nini? Kulingana na nuru. Na wakati unapotembea na marafiki, ukiona mtu ni rafiki yako kabisa, lakini ameingilia mambo mabaya, wewe jaribu vyenye utamsaidia, lakini njia zake uepuke. Usiwe ati kila siku umeandamana na yeye. Siku moja utajipata umeenda njia yake, sio yeye anje njia yako. Kuenda njia yake ni rahisi kuliko yeye anje nini? Njia yako. Kwa hivyo kama Yesu alipotufundisha, tusitie Mungu majaribuni. Na hata for example, unaweza kusikia wacha sasa nitumie wasichana. Unakuta msichana kazi yake siku nyingi ni kuingia kwa nyumba za nani? Sawa vulana. Unashindwa, huyu msichana anasema ni rafiki tu. Huo urafiki tu kwa sababu amekaa kwa njia ya majaribu. Tuchukue hawa. Wakati alikutwa na shetani, wakati alijaribiwa kula tunda, alikuwa wapi? Alikuwa karibu na nini? Tunda. Kwa hivyo epuka nini? Hizo njia ambazo zinaweza kukuangusha. Mahali ati unaenda kuketi kwa barabara na unasema Mungu atasaidia, sitagongwa na gari. Utagongwa na tukusike. Hata niko na imani sana, Mungu atanisaidia. Ama unajaribu Mungu, unasema kama Mungu leo ataniokoa nikose kugongwa na gari, nitamuishia milele. Na umeketi kwa barabara, utagongwa na ukufe. Harakati yake alikuwa ananipia. Sasa vile umesema mtoto anaweza pata kutoka baba yake, ni kweli.
Sasa venye baba yangu alikuwa anakunywa pombe, alikinunua anakuja na tunakunywa, zingine anatengeneza ile ya kutengeneza tunakunywa. Sasa kuna wakati moja alienda mahali fulani, sijui alienda akawekewa ni kuna watu sijui wako na nia nzuri kwake, tuseme ni Mungu tu alipitia hapo. Akaenda akawekewa sijui ni sumu. Baba akakuja usiku akatapika. Hiyo wakati unajua baada ya kutapika ni alisema mwenyewe kama hii ni pombe ilikuwa akufe hata haikunywa tena. Na kutoka wakati huo, sababu ni baba yangu alikuwa ananifunza mimi si kuendelea kufanya nini, ni kumaanisha tabia. Unaweza kaa na watu wanafanya jambo fulani, unafuata tabia yao, inabidi ujiepushe na majaribu kama venye Janet ametuambia. Au kama hapo karibu na mtu angeangukia kwa huyo mkono. Ni venye alienda karibu na huyo mtu kuangalia hivi, shetani akapata nafasi ya kufanya nini. Sasa hata wewe ukikaa karibu na majaribu, shetani atakuingiza kwa nini? Pale tu. Sasa baba yenu ile mawe kubwa ile ya nani ile ya kujenga nyumba, hataki kujali kama kuna mtoto pande huko ndani, na hataki kujua ni nini kiko nyuma ya mlango. Sasa akikuja, sisi tulikuwa tunajua amefika, kwa sababu mlango utaanguka wapi. Every week mlango wetu ulikuwa unapigiwa mara 2 ama mara 3. Unaona? Mimi nimeona hali penye pombe imefanya. Alafu mimi wakati nilipokuwa mkubwa nikakuwa mlevi. Nililewa mpaka nikatembea bila nguo. Na nje na zandani. Na viatu. Lakini lakini siku moja nilikuja kukaa na nikafikiria. Nikaona venye pombe ilifanya kwetu. Mpaka kuna sister yetu mdogo alikuwa amezaliwa miaka ya 1981. Hii ilikuwa 1982. Alitupiga tukalala kwa WhatsApp. Wakati tulipokuja kurescue tukasahau mtoto, na ni usiku saa 7 ya usiku. Huyo mtoto alikuwa kuliwa na mbu. Tukalala kwa wenyewe. Ile madhara pombe ilitenda kwetu. So wakati na mimi nilienda nikakuwa mlevi siku moja, nikakaa nikafikiria. Nikakumbuka vile mzee wetu alikuwa anatutenda. Ikiwa tarehe 26 mwezi wa 4 siku ya Jumamosi kama leo 1998, hiyo ndio ile siku niliachana na pombe na niliacha juu ya meza na usiku huo nikaanza kusikia maombi, nikaomba ndani yangu. Unajua ilikuwa inasema nini? Mungu nise. Kwa sababu hiyo siku sasa nimesinda, sijalewa. Sasa macho yangu ya nje na ya ndani imefunguka, nimeanza kujiona mimi mwenyewe. Mimi sina viatu. Mimi sina nguo, hizi nguo zenye niko nazo kwa mwili ndizo sad best. By then I was a mechanic. Uniambia mechanic na zile umelala kwa mavumbi na usiku utaenda kulala, utalala na hizo nguo. But tuseme mimi siko naenda kanisani. You see? Na kama ni kanisa ama ni nguo ya kutokea, hiyo ndio niko nayo. In fact nilisiwa na nguo za nje hivyo, unasikia nikisema. Suruali zangu zilikuwa zinaitwa za Tokyo, nikitoka nazo nyumbani juu ya ulevi. Zilipasuka na huko. Jana anaweza kuambia nilikutanga huko ikaenda huko. Zilipasuka zikaisha pande ya nyuma. Inanibidi naenda kwa mtumba. Nanunua t-shirt ya 20 bob. T-shirt kimrefu. Kwa maana nguo imeisha huko na sina za ndani. Unaona sasa? Sasa hiyo ni ulevi ndio ulinifanya hivyo. But on 26 April 1998 on a Saturday. Siku hiyo usiku mzee mmoja anaitwa kuna mzee rafiki yangu alikuwa tunamuita Father, akaniuliza, "Mbona Father au kuni?" Walikuwa anajua kama sina pesa siwezi omba pombe. Na mimi nikiwa na pesa nilikuwa nanunulia klabu mzima. Unaona? Lakini nilikuwa sina pesa siwezi omba. Father akaniambia, wewe pewa kikombe." Nikamwambia Father, hapana. Sasa hiyo roho amekuja huku ndani sasa. Kuna makesi ndani yangu, lakini hawa watu hawajui. So Father akaniambia, kama unaogopa kukunywa kimoja, juu nilikuwa nakunywa vikombe 27. Unaona? Hiyo ni testimony naitoa leo, hata watoto wangu sijawahi waambia kitu kama hiyo. Unaona? So akaniambia, pewa ile pombe utatosa.
Sasa hii pombe tulikuwa tunaita chakula kinywaji kwa sababu ukikunywa haujihisi kukula. Alafu ilikuwa imefikia mahali mimi nimeanza kunona huko. Nimeanza kutoa mtubu. Unaona? So ile maombi sasa ndio nilisikia ikiendelea ndani yangu inasema Mungu unisaidie. Tangu siku ya leo. Juu venye nilijiona na nikifikiria katika familia yetu sijaona mtu kama huyo. So nikasema Mungu unisaidie. Tangu leo mimi ni wachane na kukunywa pombe. Na hata pombe yenyewe hivi nikihisi hivi ikinuka tuwe sumu kwako. Unaamini hivyo ndivyo kulikaa ndani yako. Unafikiri kwa boma letu mimi na Njoroge na Mungai tukunywa pombe. So mimi nilikunywa lakini Mungai na Njoroge hawajawahi kunywa. Lakini yule maibula kubwa alikuwa pastor. Anamuonaga hata sasa anapitia hapo. Anakunywa pombe. So madhara ya kitu unaweza learn from mistakes na company. You see? Kwa sababu company yenye nilienda nikasikana naye iliniingiza kwa ulevi. Unaona? So wakati niliingia kwa ulevi, nilikunywa mpaka nikaishiwa na nguo za nje na za ndani. Nikatembea bila viatu. Kwa mvua ya El Nino, mimi nilikuwa natembea na maslippers. So sasa niambie sasa siku ile nimefunguka macho na nimeanza sasa kuona. Hata manguo sina. You see, company, wao watoto ndio wanafaa wajue hivi. Company na uamuzi penye utaamua. Hizo vitu mbili zinachangia kukuingiza katika madhara ambayo you regret siku moja kukua kwa hizo. So we hate things kutokana na vile si ati lazima ufanye kitu kwa sababu baba yako anafanya. Hapana. Mimi sikunywangi pombe na baba yangu ameishi kunywa pombe wakati wote. Ndio ya kunywangi pombe. Mungu ya kunywangi pombe. Unaona? Lakini yule mkubwa ule amekaa close sana na mzee kwa sababu yule mkubwa ndiye baba. Hata sasa hivi wakati maisha yake imerudi sana. Namuonana kila siku lakini ajua mimi namuonana. Napitia hapo ananunua vitu zingine anaenda akikula. Lakini ametoka wapi? Na anajua hii madhara ya pombe penye imetenda kweli. You see, watoto mnaweza chukia mambo kulingana na vile unaona hiyo mambo haikupeleka boma yenu mahali. Uchukie hiyo mambo, uchukie company, uchukie anything ambayo itakuingiza kwa hizo mambo kwa sababu Wangeshi amesema ukweli. Asingekuwa karibu na mti huyu hawa hadi anguka katika majaribu. Sasa na wewe umekuwa karibu na hizo mambo lakini umezipenda. Lakini unaweza chukia kitu kwa sababu unaona ile madhara kilitenda kule. Kama Belia amejibika akafikiria amejibika zaidi. Yaani yote tunaweza kujifunza, tujaweza kuyatafakari. Tujue wale Mungu anataka kuandamana nao ni watu wako na tabia gani? Zile zinaandamana na za Yesu. Kama kuna tabia ambayo inaandamana na Yesu, ufanye nini? Uweze kubadilisha msimamo. Sasa tutaweza kuomba ili tuweze kumalizia kipindi hiki hapo tulipo.